month of change of levels, change of story. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many are blessed with that wonderful testimony? Praise the Lord. Even you shall build your own houses in Jesus' name. Amen. Amen. The one who shouts louder, it shall happen faster in Jesus' name. Hallelujah. Amen. I tell you, that is a sermon in full. Praise the Lord. From the beginning. Anasema hata kuwa najua pale kaanzia. Amen. Tukasema anza. Amen. Amen. Praise the Lord. That testimony has really blessed me. Encouraging me. And know that there is a future for each and every one of us. Can we lift our voice to heaven and begin to thank God and appreciate God for that wonderful testimony? Father, we give you all the glory. We thank you and we honor your name for the big, wonderful work you have done upon our brother. Father, we say thank you. Father, we say thank you. Thank you, Lord, for the steps, oh God, he took. Father, we say thank you. Lord, receive all the glory. Thank you for the open doors. Lord, we say thank you. We bless your holy name. We honor you, Jehovah. In Jesus' mighty name, we are giving thanks. Amen. Father, in the name of Jesus, this new month of September, we ask of you to go before us as a consuming fire. Level every mountain in the name of Jesus Christ. Let your people enjoy protection, provisions, breakthroughs, open doors. In the name of Jesus. Father, I decree, let this man, Jehovah, speak according to his name. Let people enjoy supernatural breakthroughs in this month of September. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Put your hand together for just around your seats. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. 2017. Double honor. I am exempted from shame, reproach my life season. Amen. Amen. As one has been exempted, I see your exemption coming in Jesus' name. I see as one who has been honored, I see you being honored in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. The things that you took them as a little child and followed them as a child. Hallelujah. God will never disappoint you. Praise the Lord. God is just looking for just one who will follow him, either things are good or bad, and do as he is commanded, and that one shall be exempted. Hallelujah. Hallelujah. God is not looking for multitudes. He's just looking for one individual who will dare to believe him and go the whole length with him for him to see a change of story. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. May that one be you in Jesus' name. May that one be you in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In fact, he talked about the Kesha talk here. In fact, I almost forgot, but he has come now alive. Amen. And I said this year 2017 shall be a very hard year. Amen. Amen. But those through that hardness, hallelujah. Hallelujah. If you continue to do what has been commanded, you shall see the hand of God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And I know that there are many testimonies coming the way in Jesus' name. We are going to see harvest of testimony from now in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. So let us go to the theme of the month.
Supernatural breakthrough is my birthright. Upenyo wa kiroho ni haki yangu. Can everyone shout, supernatural breakthrough is my birthright? Na kila mtu aseme upenyo wa kiroho ni haki yangu. Amen. Amen. Supernatural breakthrough Upenyo wa kiroho is my birthright. ni haki yangu ya uzaliwa. Amen. Amen. The scripture is in the book of Matthew chapter 5 verse 14. Maandiko katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 14. Matthew chapter 5 verse 14. Mathayo sura ya 5 mstari wa 14. You are the light of the world. A city that is set on an hill that cannot be hidden. Amen. Amen. You are that light. Wewe ni hiyo nuru. You are that city. Wewe ni huo mji. Supernatural breakthrough. Upenyo wa kiungu. We talk about open doors. Tunaona kuhusu milango iliyofunguka. Where you could not access, now you can access. Mahali haungeweza kufika, sasa unafika. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are becoming the light to your generation in Jesus' name. Unaanza kuwa nuru katika kizazi chako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We have natural breakthrough and we have supernatural breakthrough. Tuna upenyo wa mambo ya kawaida na tuna upenyo wa kiroho. Natural breakthrough is by the energy of man. Upenyo wa kawaida ni kupitia kwa nguvu za wanadamu. Man can put his skills, his resources, his energy and still has breakthrough, which is natural. Mwanadamu anaweka nguvu zake, uwezo wake, mawazo yake na apate upenyo wa kawaida. But supernatural breakthrough, lakini upenyo wa kiungu, is the one commanded by God himself. Ni yule ambao umeamrishwa na Mungu yeye mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. So there is supernatural breakthrough. Kuna upenyo wa kiroho. And there is natural breakthrough. Na kuna upenyo wa kawaida. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. They all went for fishing. Watu walienda kwa kuvua samaki. And they fished all the night. Wakavua samaki usiku mzima. And they caught nothing. Na hawakuvua chochote. But in the morning, lakini asubuhi, God appeared to them. Mungu akatoka kwao. And told them, na akamwambia, go to the deep. Enendeni palio pa. They had breakthrough. Wakawa na upenyo. By the means of the hand of God. Kwa kupitia nguvu za mkono wa Mungu. They used their efforts. Walitumia uwezo wao. Many times they could catch fish. Mara nyingi wangeshika samaki. Many times they will miss it. Mara nyingi wangekosa. But this time around, lakini wakati huu, when God was involved, lakini wakati Mungu alijiingiza, they caught so much. Walishika samaki wengi. Until they, not only their boats, but they backed more boats. Sio merikebu yao peke yao, lakini wakaita merikebu. That is what we call supernatural breakthrough. Ndio tunaita upenyo wa kiungu. Hallelujah. Hallelujah. So we have natural breakthroughs. Upenyo wa kawaida. And we have supernatural breakthrough. Na tuko na upenyo wa kiungu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So in this month of September, kwa hivyo katika huu mwezi wa 9, may the hand of God locate you for your breakthrough in Jesus' name. Kwa upate upenyo wako mwenyewe katika jina la Yesu. May the hand of God locate you for your own breakthrough in the name of Jesus. Upate upenyo wako mwenyewe katika jina. Can I hear your thunders? Amen. Nisikie imani yako yenye nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Any breakthrough done by man is limited. Upenyo wote umefanywa na mwanadamu umepungukiwa. But any breakthrough that the hand of God is involved is permanent. Lakini upenyo wote ambao mkono wa Mungu umeingilia pale ni wa kudumu. Amen. Amen. Ecclesiastes chapter 3 verse 14. Mhubiri 14 mstari wa 6. Ecclesiastes chapter 13 verse 14. Mhubiri 13. I know that whatsoever God doeth, it shall be for what? For what? Forever. For what? Say forever. Milele. Whatsoever God doeth, Kila Mungu anachotenda, it is forever. ni ya kudumu milele. There is no limit. Hakina kupungukiwa. There is no limit. Haitapungukiwa. Shout I hear. Sema nasikia. Hallelujah. Hallelujah. So the natural breakthrough has limits. Kwa upenyo wa kiasiri una Supernatural breakthrough has no limit. upenyo wa kiungu hauna kipimo. Hallelujah. Hallelujah. And therefore throughout our Sunday services, Kupitia Jumapili zetu za
Jumapili we shall be looking the teaching series on the gateways to supernatural breakthrough. Tunaangalia ile kwamba milango ya kipenyo wa kiroho. The gateways to the supernatural breakthrough. Milango ya kuingia katika upenyo wa kiroho. Amen. Amen. So there are doors kuna milango that open our lives to supernatural breakthroughs. ambayo inafungua maisha yetu kwa upenyo wa kiroho. Amen. Amen. When God opened doors for you, wakati Mungu amefungua mlango kwako, then you begin to shine like that light. utaanza kung'aa kama ile mwangaza. Then you become a city which cannot be hidden. Pia unakuwa kama mji ambao hauwezi fichika. When God opened doors of miracle jobs for you, wakati Mungu amefungua milango ya kazi ya miujiza kwako, you become the light in that family. utakuwa nuru katika hiyo familia. You become a city to people to watch them, to watch. Utakuwa mji wa watu kutazama. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So supernatural breakthrough, I can say simply enter into the open doors which are opened by God. Kwa hivyo upenyo wa kiungu ni kama kuingia katika mlango ambao imefunguliwa na Mungu. There are many people who are looking for jobs. Kuna watu wengi wanatafuta kazi. They have connections. Wanaunganishwa. They are well educated. Wamesoma vizuri. But doors are still closed. Milango bado imefungwa. Until God open doors for them. Mpaka Mungu afungue milango kwa they yao. cannot shine. Hawawezi kung'aa. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. May this month doors be open for you in Jesus' name. Na mwezi huu milango ifunguke kwa niaba yako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So let us see what is supernatural breakthrough. Acha tuone upendo wa kiungu ni nini. Number one. Ya kwanza is obtaining results without sweat or struggle. Ni kupokea matokeo bila kung'ang'ana ama kuwa jasho mingi. Breakthrough upenyo is obtaining result without sweat or struggles. Ni kupokea matokeo bila kutoa jasho ama kung'ang'ana. We have a story in the Bible in the book of Genesis 26. Katika Mwanzo 26. Verse 1 all the way to 14. Mstari wa kwanza hadi 14. We have the story of Isaac. Tuna simulizi ya Isaka. When there was great famine in the land, wale walikuwa na njaa kubwa katika ile nchi. Everyone was going down to Egypt. Kila mtu alikuwa anaenda kule Misri. Because that's where there was food. Kwa sababu hapo ndipo kulikuwa na chakula. Hallelujah. Hallelujah. So I believe many people operated with a natural breakthrough. Na kujua kwamba watu wengi walifanya kazi kupitia mawazo ama upenyo wa kawaida. Amen. Amen. By going down to Egypt. Kwenda kule Misri. But Isaac, lakini Isaka, God commanded him, Mungu alimwamrisha, don't leave that place. Usitoke katika hiyo. Stay in that place. Kaa mahali hapo. And it is in the same place. Na hapo mahali hapo. Where God commanded Isaac. Mahali Mungu aliamrisha Isaka. That God opened doors for him. Mungu alifungua milango kwa ajili yake. Amen. Amen. And Isaac sowed in the land. Na Isaka akapanda pale. And he grew. Na ikakuwa. Became great. Ikakuwa mkuu. In the same area. Katika hiyo where everyone is running from. Kila mtu alipokuwa akitoroka. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Isaac enjoyed supernatural breakthrough by the hand of God. Isaka alifurahia upendo wa kiungu kupitia mkono wa Mungu. Are we there in the book of Genesis 26? Kitabu cha Mwanzo 26. Amen. Amen. May you enjoy your own breakthrough this month in Jesus' name. Afurahie upendo wako mwenyewe mwezi huu katika jina la Yesu. In your business, may doors open for you. Maisha yako milango ifunguke. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Verse number 12. Mstari wa 12. Then Isaac sowed in the land and received in the same year 100, and the Lord blessed him. Who blessed him? The Lord. Amen. Amen. The Lord did what? Blessed him. Hallelujah. Amen. People can make riches. Watu wanaweza fanya utajiri. But it is only God who blesses. Lakini tu ni Mungu pekee anayebariki. People can be rich. Watu wanaweza kuwa tajiri by their own efforts. Kwa kutumia njia zao. But real blessing lakini baraka za kweli is commanded from God. Imeamrishwa kutoka kwa Mungu. And that's why it says there. Na nipaze nasema pale. And the Lord blessed him. Na Mungu akambariki. Verse 13. Mstari wa 13. And the man became great. Na mtu akakuwa mkubwa. Advanced. Akaendelea. And grew.
until he became very great. Hallelujah. Amen. Because God blessed him, Kwa sababu Mungu alimbariki, the hand of God was upon him, mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. the man began to grow. Mtu akaanza kukua. The man began to advance Akaanza kuendelea mbele. until he became very great. Anakuwa mkuu zaidi. You are becoming great this time in the name of Jesus Christ. Unakuwa mkuu katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. You need to secure the hand of God for your own breakthrough. Unafaa kushika mkono wa Mungu kwa ajili ya upenyo wako. You need to secure the backing of God for your own breakthrough. Unafaa kuna kusukuma na Mungu kwa ajili ya upenyo wako. Hallelujah. Hallelujah. Proverbs chapter 10 verse number 22. Methali 10:22. Proverbs 10 verse number 22. Methali 10:22. He said, the blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it. Hallelujah. Amen. So when God is the one helping you, Wakati Mungu ni yeye anayekusaidia, there is no sorrow around you. hakuna huzuni karibu na wewe. Amen. Amen. And the Bible says, Na Biblia inasema verse number 14, mstari wa 14. for he had possession of flocks and possession of herds and great stores of servants, and the Philistines envied him. They did what? They envied him. Verse 15. For all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham his father, and Philistines had stopped them and filled them with the earth. Amen. Amen. They became so envious of the success of Isaac, Wakamwonea wivu kwa sababu ya kufanikiwa wa Isaka. and they saw Wakaona the source of his success. unaona yule kufanikiwa It kwake is the wells ni that his father dig kisima ambacho baba yake alikuwa amechimba. to stop his success. Sio asimamishe ile. Let us fill the wells with the earth. Wacha tujaze ile. They did that one, Wakachimba but ile. they could not stop the advancement of Isaac. Lakini wakasimamisha kuendelea mbele kwa Isaka. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter who is against you. Haijalishi nani yuko kinyume na wewe. When the hand of God is upon you, Kwa hiyo mkono wa Mungu kwa juu yako you still grow, utakuwa you still advance, and you become great. utakuwa mkuu. In the name of Jesus. Jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Supernatural breakthrough Upenyo wa kiungu is your birthright as a child of ni God. haki yako ya kuzaliwa kama mtoto wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Number 2, Jambo la pili, what is supernatural breakthrough? upenyo wa kiungu ni nini? It is making news without making noise. Ni kuleta ujumbe bila kuleta kelele. You are making news Unatengeneza ujumbe and you are not making any na noise. hauleti kelele yoyote. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Watu tu wanashukutana atashanua gari. You are not shouting it. Amen. Amen. Ashajenga. No one is shouting. Hakuna naye. The one is not shouting. People are shouting for you. Yaani hapazi sauti lakini wengine wanapaza sauti. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I see you moving forward in Jesus' name. Naona ukienda mbele katika jina la Yesu. Isaiah 42 verse 1 to 3. Isaia 42 mstari wa kwanza hadi wa 3. Isaiah 42 Isaia 42 verse 1 to 3. mstari wa kwanza hadi wa 3. Amen. Amen. Behold my servant whom I uphold, my elect, in whom my soul delight. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to what? Gentiles. Verse number 2. He shall not cry. Say he shall not cry. Hata lia. No noise Hakuna anywhere. kelele. Amen. Amen. He's bringing judgment. Analeta hukumu. There's no noise. Hakuna kelele. Things are working Mama anafanya kazi in Gentiles. katika watu wa mataifa. Hallelujah. Hallelujah. Now lift up his voice to be heard in the street. Amen. Amen. That man is making moves Sio tunafanya and kuendelea. there is no noise anywhere. Hakuna kelele mahali popote. That is supernatural breakthrough. Hiyo ni upenyo wa kiungu. Number 3, Jambo la 3. it is making progress Endelea mbele without struggles. bila kung'ang'ana. Making progress Kuendelea mbele without struggles. bila kung'ang'ana. Let us look in the book of Deuteronomy 28 verse number 2. Tuende katika Kumbukumbu 28 mstari wa 2. Deuteronomy 28 verse number 2. Kumbukumbu 28 mstari wa 2. Hallelujah. Amen. Deuteronomy. Dethrone my enemy. Amen. Glory to God. Kumbukumbu. To God. Yes.
And all these blessings shall do what? Come on thee, and do what? Overtake thee, if thou shalt do what? Hearken to the voice of the Lord your God. Amen. That means all these blessings, they are pursuing you as you are moving. They are pursuing you as you obey God. That means you are progressing without your effort, without you struggling. Blessing pursuing you without your effort. Hallelujah. Hallelujah. That is supernatural breakthrough. Supernatural breakthrough. God knows your energy. God knows your capacity. There is no door that you can open for yourself. Only God can open doors for you. Hallelujah. Hallelujah. When the blessing begin to appear, it's because you have obeyed His voice. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Says supernatural breakthrough is my birthright. Shout, supernatural breakthrough is my birthright. Amen. Amen. You must understand that God operates by keys and by ways. There is a way God operates, and there are keys that open doors. Amen. Amen. For you to access your supernatural breakthrough, you must understand the ways of God. The Bible says in the book of Psalms 103, verse number 7, talking about Moses. Amen. Amen. Moses knew the ways of God. And because he knew the ways of God, he had all manner of supernatural breakthroughs. Amen. Amen. The Red Sea stood, Bahari ya Shamu ikasimama. but because he knew the ways of God, Watu walijua njia za Mungu. the door of the Red Sea was open. Milango ya kuvuka ziwa ikafunguka. Where there was no way, Pasipokuwa na njia, then there was a way. sasa palipatikana njia. Amen. Amen. Supernatural breakthrough Upenyo wa kiungu by the hand of God. kwa mkono wa Mungu. Hey, hallelujah. Hallelujah. They needed water. And in that, because the ways of God was revealed to Moses, Sasa njia za Mungu zilidhihirishwa kwa Musa. he touched the stone Akaguza ile mawe and water came out. na maji yakatokea. That is supernatural breakthrough. Hiyo ni upenyo wa kiungu. Hallelujah. 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 Moses knew the ways of God, Musa alijua njia za Mungu and he had all manner of supernatural breakthrough. na alikuwa na upenyo wa kiungu wa kila aina. Matthew 16 and verse number 19. Mathayo 16 mstari wa 19. Matthew 16 verse number 19. Mathayo 16 mstari wa 19. Amen. Amen. Can we read that one? Tusome hiyo. And I'll give thee what? The key. The keys of what? The kingdom of heaven. Of the kingdom of heaven. Amen. Amen. What is the purpose of that key? Can go ahead and read. So there's a key to close some doors. Kuna funguo za kufunga milango fulani. Amen. And then the other one, whatsoever you do was loose on the earth shall be what? Loose in heaven. And then there's some keys to open doors. To Kuna what? funguo za kufungua milango. Amen. Amen. So you must understand the right key Lazima uelewe funguo inayofaa to open doors of your breakthrough. kufungua milango ya upenyo wako. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. To your neighbor, there are keys Ambia jirani kuna that funguo open doors for my breakthrough. ambazo zinafungua milango ya upenyo wangu. Amen. Amen. When you understand the keys, Unapoelewa hizi funguo, what are these keys? hizi funguo ni nini? These are the knowledge of the truth. Ili kujua ukweli. The knowledge of truth. Kujua ukweli. Luke chapter 11 verse number 52. Luka 11 mstari wa 52. Luke chapter 11 verse number 52. Luka 11 mstari wa 52. Woe unto you, lawyers, for you have taken away the key of knowledge. The key of what? Say the keys of knowledge. Sema kuna funguo za hekima. So it is what you know Ni kile unajua that open doors for you. inafungua mlango kwa niaba yako. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
Bwana asifiwe. Throughout this teaching this month, Kupitia mafundisho ya huu mwezi, we shall be looking how to access our inheritance through two major ways. tutakuwa tukijifunza jinsi ya kupokea urithi wetu kupitia njia mbili. The first way we call spiritual demands, Na kwanza tunaita kwa kiroho and practical demands. na zingine ni practical demands. Spiritual demands Zile kuitisha kwa kiroho and practical demands. na ile kuamrisha kwa kiasili. Supernatural breakthrough answers to spiritual and practical steps. Zile upenyo wa kiroho inajibu ile hatua za kiroho. It starts in the spiritual realm Inaanza katika ulimwengu wa kiroho and then practical realm. na pia katika mambo ya kiasili. So you don't begin by practical, Hauanzi na hii ya you kiasili. begin by spiritual. Unaanza na ya kiroho. Spiritual realm Katika ulimwengu wa and kiroho then practical realm. na pia mambo ya hapa kawaida. Amen. Amen. So that's how you access open doors for you. Hivi ndivyo unapokea milango ya kufungua kwa Supernatural breakthrough for you. katika upenyo wa kiungu. Amen. Amen. For example, Kwa mfano, if you want to access open doors for revelations, kama unataka kupata funguo ama kupata ile milango ya ufunuo, people want to hear revelations. wale wanataka kusikia ufunuo, They will pray and fast. watafunga na kuomba. Pray for revelation. Waombe kwa ajili ya ufunuo. That is spiritual part. Hiyo ni mambo ya kiroho. But the practical part, Lakini mambo ya kawaida, you must carry your Bible lazima ubebe Biblia yako and books na vitabu and sit down na uketi chini and study na uzisome to access revelation. ili upokee ufunuo. It is correct. Ni vizuri, It is true. You must pray and fast. ni ukweli uombe na ufunge. But you must take practical steps Lazima uchukue hatua to access that revelation you are praying ili for. upokee huo ufunuo unaoombea. Amen. Amen. So supernatural breakthrough Upenyo wa kiungu answers inajibu in the spiritual demands katika kuitisha kwa kiroho and practical na demands. mambo unayofanya. Hallelujah. Amen. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. 1 Timothy chapter 4 verse number 13. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13. Amen. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Done. Is this thing working? Okay, so I go to the. Let us open our Bibles in 1 Timothy Fungue Biblia katika Timotheo wa kwanza chapter 4 sura ya 4 verse number 13. mstari wa 13. The Bible says here, Vinasema, till I come give attendance to reading, to exhortation, and to doctrine. Hallelujah. Those are practical steps if you want to access revelation. hizo ni hatua unazofaa kufanya kama unataka kupata. You must sit down, read. Lazima uketi chini na usome. Exhortation. Uinua. Go to doctrine, that is going to church. Kwenda kanisani. Those are practical steps Hiyo ni hatua unazofaa if you kufanya want to access revelation. kama unataka kupokea ufunuo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Many people pray for prosperity. Watu wengi huombea ili watajirike. Amen. Amen. But the practical steps, Lakini zile hatua unafaa kufanya, God says, Mungu anasema you must give lazima upeane. and you must work. Lazima ufanye kazi. Give, Peana, work, ufanye kazi. give, Peana, work. fanya kazi. That is a practical steps to prosperity. Hiyo ni hatua za kufanikiwa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So pray for prosperity is a spiritual part, Kuombea ni mambo ya kiroho. which is very good. Hiyo ni mzuri kabisa. But the practical steps, Lakini zile hatua it is done by you inatengwa na wewe for you to access your supernatural breakthrough. ili upokee upenyo wako wa kiungu. Amen. Amen. Oh God, prosper me. Mungu nifanikishe. And God is telling you, oh man, oh woman, give. Ewe mme, ewe mke, peana. Amen. Amen. Give and shall be given back to you. Peana na utarejeshewa. Good measure. Kipimo kizuri. Pressed down. Kimesindikizwa. Shaken together. Kimetikiswa. Shall men. Na wanadamu, I don't know how it happens. sijui inatendeka namna But gani. men Lakini wanadamu shall come to you. watakupatia. He gave. He Alipenda had a phone call. akapata simu. How God organized that one, Jinsi Mungu ameorganize. I don't know. Hizi tui. But obey the principle. Lakini tii As you obey the principle, unapotii masharti, leave it to God. uachilia Mungu. God will surely open that door for you. Mungu hakika atafungua milango kwa ajili yako. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Bwana asifiwe. Paka sahi, I've not recovered from that testimony. Hata sasa sijaja kutoka kwa ushuhuda. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you waiting your own in Jesus' name? Amen. I'm waiting your own in Jesus' name. Na ngoja yako katika jina la Yesu. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Amen. Amen. When we talk about church growth, nena kuhusu kukua kwa kanisa. it is good to pray and fast for church growth. Vizuri kuomba na kufunga kwa ajili ya kanisa. That is the spiritual part. Hiyo ni aina ama ni hali ya kiroho. Practical part Ile hatua is going house to house, ni kwenda katika nyumba kwa nyumba, preaching to the sinners, ukihubiria kwa dada, inviting our friends to church. ukialika marafiki zetu That katika. is a practical part Hiyo ni ile hatua for the church growth. ili kanisa ikue. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That means Inamaanisha all of us here have friends. kule sasa ni kwa marafiki. If each and every one of us come with one friend, Kila mtu yuko na rafiki mmoja, which is a practical step, ambayo ni hatua tunayofaa kufanya, then there shall be a church growth. kwa hivyo kutakuwa na kukua kwa kanisa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So, supernatural breakthrough, Kwa hivyo kupenya kwa kiroho, answer to spiritual demands huwa inajibu kwa yale tunaamrisha kwa and mambo practical demands. na yale mambo tunafanya. Today we are going to look number 1, Leo tunaangalia namba ya kwanza, the spiritual demand, ile tunaagiza kwa kiroho ama kuamrisha kwa kiroho. that is walking in the fear of God. Hiyo ni kutembea katika kumcha Mungu. Walking in the fear of God. Kutembea katika kumcha Mungu. So we shall be looking the spiritual demand and the practical demand. Tunaangalia ile kuamrisha kwa kiroho na ile kuamrisha kwa kiasi. So let us look, the spiritual demand for today is that is walking in the fear of God. Hilo ni ile ya kutembea katika kumcha Mungu. Amen. Amen. Any supernatural breakthrough answers to God's wisdom. Kila kupenya kwa kiroho inajibu kwa hekima ya Mungu. And the wisdom of God answers to the people who fear God. Na ile hekima ya Mungu inajibu wale watu wanaomcha Mungu. Amen. Amen. So if you fear God, Kama unamcha Mungu, you access wisdom. unapokea If you access wisdom, ukipokea hekima, then you have success. pia unafanikiwa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Though people who fear God, Hivyo watu wanaomcha Mungu they have access to the secret of God. wana ile uwezo wa kufikia siri za Mungu. Those secret of God is what we call wisdom. Zile siri za Mungu ndio tunaita hekima. Psalms 24 verse number 14. Zaburi 24 mstari wa 14. Psalms 24 verse number 14. Zaburi 24 mstari wa 14. Amen. Amen. The Psalms 24 verse number 14. Zaburi 24 mstari wa 14. Okay. Imekata kuingia hiyo. Okay, let us open the book of Psalms 24 verse number 14. Fungue Zaburi 24 mstari wa 14. To access the secrets of God Kupokea for your own breakthrough. waje upendo wako mwenyewe. Amen. Amen. The Bible says here, the secret of the Lord is with them that fear him, and will show them his covenant. Amen. Amen. The secret of God Siri ya Mungu is with them that fear him. iko na wale ambao wanamcha. So if you fear God, Kama unamcha Mungu, you have access to his secret. una uwezo wa kupata ile siri zake. Look at Joseph. Tazama Yusufu. Joseph was a man who feared God. Yusufu alikuwa mtu anayemcha Mungu. There was an opportunity Kulikuwa na nafasi for Joseph to steal Yusufu aibe somebody else's wife, mke wa mtu mwingine, but he never did it. lakini hakutenda He vile. never committed that adultery. Na hakutenda ule usinzi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That is the fear of God. Hiyo ndio kumcha Mungu. And because he lived in the fear of God, Baba aliishi katika kumcha Mungu. then God began to reveal secrets to him Mungu akaanza kudhihirisha siri in kwa form of dreams. njia ya ndoto. Amen. Amen. And that's how he accessed his supernatural breakthrough. Hiyo ndio jinsi aliyoweza kupata upenyo wake wa Through being
fearful to God, Kwa kuwa katika hali ya kumcha Mungu, God revealed secrets to him. Mungu akadhihirisha siri kwake. Amen. Amen. When he was in a prison, Alipokuwa pale gerezani, God revealed a secret. Mungu alidhihirisha siri. What's going to happen to those two men? Kile kitaendelea kwa watu wale wawili. When Pharaoh dreamed, Wakati Farao alikuwa God again revealed the secret. Mungu alidhihirisha ile ndoto. Amen. Amen. And by those Na secrets, kupitia hizo siri, that's how Joseph succeeded. hivyo ndivyo Yusufu alipenda. Because he feared Kwa God. sababu alimcha Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God will reveal a secret to you this month in the name of Jesus Christ. Mungu atadhihirisha siri kwako mwezi huu katika A secret and an idea for your own breakthrough. siri na mawazo kwa upendo wako. If you walk in the fear of God. Ukitembea katika kumcha Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Psalms 1:1 verse number 10. Zaburi 111 mstari wa 10. Psalms 111 Zaburi 101 and verse number 10. mstari wa 10. Hallelujah. Hallelujah. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and good understanding have all they that do his commandment. Pray his praise endures forever. Amen. Amen. That means if you fear God, Inamaanisha ukimcha Mungu you gain good understanding. unapata kuelewa kuzuri. You understand things Unaelewa mambo and how you need to do them better. na jinsi unafaa kuyafanya bora zaidi. Amen. Amen. You gain wisdom Unapokea hekima for your own success. kwa upendo wako mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. Joseph was exempted Yusufu aliepushwa because he feared God. kwa sababu alimcha Mungu. There's another man called Job. Kuna mtu anaitwa Ayubu. Job. Ayubu. Amen. Amen. This man called Job, Huyu mtu anaitwa Ayubu, he feared God. alimcha Mungu. Job chapter 1 verse 1 to 3. Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3. And he had supernatural breakthrough. Na akawa na upenyo wa kiungu. The Bible says, Biblia inasema there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect, upright, and the one that feared God and eschewed evil. Amen. And verse 2, and there was born unto him 7 sons and 3 daughters. Those are 10 children. His substance also was 7,000 sheep, 3,000 camel, 500 yoke of oxen, and 500 she asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all in the men in the east. Hallelujah. Amen. It is the fear of God ni kumcha Mungu that put Joseph to be on top of others. aliweka Yusufu kuwa juu ya wengine. Amen. Amen. Not Joseph, it is Job. Ayubu. Amen. Amen. By the fear of God. Kwa kumcha Mungu. By the fear of God. Kwa kumcha Mungu. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. So let's see what does it mean to fear God? Tunaona inamaanisha nini kumcha Mungu? Number 1 Jambo la kwanza is to hate all evil ni kuchukia uovu wote and to love righteousness. na kupenda utakatifu. The fear of God Kumcha Mungu is to hate all evil ni kuchukia uovu wote and to do righteousness. na kupenda utakatifu. Proverbs chapter 8 verse 13. Methali sura ya 8 mstari wa Proverbs chapter 8 verse 13. Methali sura ya 8 mstari wa 13. Amen. Amen. The fear of the Lord is to hate evil. So what are these evil? Pride, arrogant, evil way, forward mouth do I hate. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you see somebody walking in pride, Ukiona mtu akitembea katika kiburi, he doesn't fear God. hamchi Mungu. Amen. Amen. Nebuchadnezzar was one of that. Nebukadneza alikuwa mmoja wao. He saw his breakthrough. Aliona upenyo He wake. said, it is my hand. Akasema ni mkono wangu. God said, I'm going to show you. Mungu akasema naenda kuonyesha. It is not your hand. Sio mkono wangu. It was my hand. Ulikuwa mkono wangu. Amen. Amen. And the hand of God Na mkono wa Mungu came upon Nebuchadnezzar. akaja juu ya Nebukadneza. He went to the bush Akaenda kule and kichakani ate like any sheep na akala kama kondoo for 7 good years kwa miaka to show kuonyesha Nebuchadnezzar, Nebukadneza whatever you have, kile chochote uko nacho it came from me. ilitoka kwangu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
So absence of the fear of God kutokuwa na ule kumcha makes people to do all manner of evil. unafanya watu wafanye tabia yote ambayo ni ovu. When the fear of God is not present, Wakati kumcha Mungu hakuyuko, people can kill watu wanaweza ua to get money. wapate pesa, People can steal watu wanaweza iba for them to succeed. ili wao wafanikiwe, People can give bribes watu wanaweza pesa for them to go forward. ili waende mbele. Absence of the fear of God, Kutokuwa na kumcha Mungu, people can do all manner of evil. watu wanaweza fanya uovu wote. Amen. Amen. Job Ayubu feared God. alimcha Mungu, He never took any bribe. hakuchukua hongo yoyote. Job Ayubu feared God. alimcha He Mungu, never stole to any man. hakuibia mtu yeyote. His breakthrough Upenyo wake came because he feared God. ulikuja kwa sababu alikuwa anamcha Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May the fear of God be established in you in Jesus' name. Na kumcha Mungu kwa maisha yako katika jina la Yesu. That is a spiritual demand if you want to have supernatural success. Hivyo kuamsha kwa kiroho kama unataka kuwa na upenyo You must fear God. lazima umche Mungu. You must hate what God hates Unafaa kuchukia kile Mungu anachukia and love what God na loves. upende kile Mungu anapenda. Amen. Amen. Are we together? Tuko pamoja. You know, in the world today they say you must steal to succeed. It's not true. Ulimwengu wale wanasema lazima uibe ili ufanikiwe, sio ukweli. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's not true. Sio ukweli. Hallelujah. Hallelujah. If you steal, Ukiiba you're on the way down. uko kwa njia ya jehanamu. Amen. Amen. Hello. Hello. Hallelujah. Hallelujah. So we have an examples in the Bible Kuna mfano of people who feared kwa God watu waliomcha Mungu and they were exempted from shame. na waliepushwa kutoka kwa aibu. Abraham was an example. Ibrahimu alikuwa mfano. He feared God. Alimcha Mungu. God told him, Mungu akamwambia, leave this place, ondoka mahali go hapo, to another nenda place. mahali pengine. He was moved by fear. Aliondolewa kwa He kumcha. went because he feared God. Alienda kwa sababu alikuwa anamcha. There is Noah. Kulikuwa na Noa. God told him Mungu akamwambia, by warning. He warned him, I'm going to bring flood. akamwambia nenda kwenda gharika. And he was moved with fear Na akaondoka kwa kumcha Mungu. because he feared God. Mungu alikuwa anamcha Mungu. And he was exempted. Na aliepushwa. You should understand Lazima uelewe. that as you move in the fear of God, Unapotembea katika it kumcha Mungu, may look foolish, inaonekana but ujinga. that's where your breakthrough is. Lakini hapo ndipo upenyo wako ulipo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May the fear of God be established in you in Jesus' name. Na kumcha Mungu maisha ndani yako katika jina la Yesu. May the fear of God be established in you in Jesus' name. Kumcha Mungu maisha ndani yako katika jina la Yesu. Amen. Amen. We have a man called Daniel Tuna mtu anaitwa Danieli who feared God aliyemcha Mungu and he excelled in 3 empires. na ninawili katika empire tatu. In the Nebuchadnezzar Empire, Katika ule ukoloni the son of the Nebuchadnezzar, mwanawa Nebukadnezar and also in Cyrus. na pia Cyrus. Amen. Amen. This man excelled Huyu mtu alipenya because he feared kwa God. sababu alikuwa anamcha Mungu. You shall excel in Jesus' name. Utapenya katika jina la Yesu. I say, you shall excel in Jesus' name. Nasema utapenya katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Now let us go now to the practical demand. Tuna katika ile hatua za kuamrisha. The practical demand. Zile hatua za kuamrisha. The practical demand, we are talking about skill. Nena kuhusu ujuzi. Skill. Ujuzi. What is skill? Ujuzi ni nini? Is knowing what to do in life. Ni kujua kile unafaa kutenda katika maisha. The know-how of life. Njia ambayo unajua maisha. That's what we call a skill. Hiyo ndio tunaita ujuzi. Amen. Amen. Somebody who makes a car, Mtu anayetengeneza gari he knows the know-how of the operation of the car. anajua jinsi hiyo gari itakufanya kazi. Amen. Amen. But he may not know the know-how of the body. Anaweza shindwa kujua jinsi ya ile mwili wake. Amen. Amen. Only that one is left to the doctors. Hiyo imeachiwa kwa madaktari. Everyone has skills. Kila mtu ako na ujuzi. They know how. Ile kujua.
Say the know-how. Sema kujua. The know-how is what we call skills. Hii tunaita ujuzi. There's somebody who's called an expert of tooth. Kuna mtu anaitwa yule Expert of eyes. expert wa macho. Because they know the know-how. Kwa kuna yule kujua. That's what we call skills. Hii tunaita ujuzi. And skills, Na ujuzi they come through training. inakuja kupitia mafundisho. Sio mafundisho, training. Training ni practical thing. Kama usiona vile askari wakichukuliwa wanaenda kufanya recruitment, amen? Haitaki kwa classroom, Wanaenda kwa darasa. they go for training. Wanaenda ile Saa 9 ya usiku wameamka. Wameanza jogging. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. I saw one training in Nigeria through YouTube. Nilicheka sana. Hallelujah. So jamaa mmoja akasimamisha na ni wengi. Piga hiyo slap. Amen. Run away slap. Amen. And training. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Waliona slap mpaka nilicheka sana. Amen. And all that is training. Yote ni ile. Kwa sababu siku ile atakuwa kwa vita. Amen. Amen. Hiyo vitu atapata. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Paka anajua kuweka slap. Anajua nikipiga aina hii ataanguka. Nikipiga namna hii patafura. Amen. Amen. Amezoea kupigana slaps paka anajua. He is skilled in slapping. He's what? Skilled in slapping. Amen. Ndio nanga jeshi mwanajeshi akiingia mahali wanasemaga nani ameingia hapa tujichunge. Amen. Bichati tunajua sana tunaweza kuweka slap moja kila mtu chini. Amen. Because they are being skilled to fight. Kuna ile ujuzi wa kupigana. They are what? Skills to fight. Kuna ujuzi wa kupigana. Hallelujah. Hallelujah. So for you to have your supernatural breakthrough, ili wewe upate ile upenyo wa kiungu, you should have a skill in an area. Lazima uwe na ujuzi mahali fulani. Skill. Ujuzi. Skill. Ujuzi. Amen. Amen. We have somebody called Abraham. Naona anaitwa Ibrahim. Abraham trained 318 men. Ibrahimu alifundisha 300. Let us go to the book of Genesis chapter 14 verse number 14. Mwanzo 14 mstari wa 14. We see Abraham trained 318 men to do war. Alifunza watu 318 kupigana vita. Amen. Amen. And when Abraham heard that his brother was taken captive, he armed his trained servant. That means they were trained, so they had the skill. Walikuwa wamefunzwa kwa ile ujuzi. Amen. Amen. Born in his own house and 318 and pursue them to die. That means they were so skillful Inaonyesha walikuwa na ile ujuzi mwingi that they were able to overtake 5 nations. Walikuwa na uwezo wa kushinda mataifa 5 and destroy them na kuharibu and took the spoil na wachukue plus Lot pia yule and his family. na familia yake. So skillful Walikuwa na ujuzi because they were trained. walikuwa wamefunzwa. Amen. Amen. For somebody to become a mechanic, Ili mtu akawa mechanic, he must be trained lazima awepo ile kitu to become an expert in mechanics. ili aweze kuwa expert pale kwa mechanic. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It is training Ni mafundisho that makes you skillful. ambayo yanafanya uwe na ule ujuzi. Hallelujah. Hallelujah. There's other men who came to the camp of David Kuna watu wengine walikuja katika nchi ya Daudi. in the book of Psalms. Not Psalms, sorry. Samuel, 1 Samuel 22, Samueli wa kwanza 22 verse number 3. mstari wa 3. 1 Samuel 22, verse number 3. Samueli wa kwanza 22 mstari wa 3. You acquire skills through training. Unapokea ile ujuzi kupitia ile funzo. Amen. Amen. Skills don't drop on people. Ujuzi hauanguki watu. It is by practice, Ni ile ya kutenda by training. na ile ya That's kufundisha. how you acquire Ili skills. tunapokea ule ujuzi. Amen. Amen. Can we read verse number? This is verse number what? Number 3. Look, verse number 1. Verse number, is it 22? 22 verse number 2. Let's do 22 verse number 2. Yeah, this one. Can we read together? 1 to go.
Yes. Yes. There were about what? 400 men. Amen. These people were scattered. They had debts. They looked so useless. But they came to the camp of David. They stayed with David. And they were trained. And the result of their training, you go to 2 Samuel 23, verse number 8. 2 Samuel 23, verse 8. Now, can we read it again? Want to go? This mighty. So they became what? Mighty men. Hallelujah. People who look disorganized, full of debts, discouraged. When they went through the training, they became mighty men. Hallelujah. Continue to read. Jamaa anachukua tu spear namna hii, 800 wanaenda chini. Ni jamaa moja tu, well trained. Amefunzwa vizuri. Tell neighbor, well trained. Amefunzwa vizuri. Having skills. Akiwa na ule ujuzi. Hallelujah. To slaughter hundreds. Kuchinja mamia. Just one man. Mtu mmoja. Hallelujah. Hallelujah. By skill as you becoming mighty in Jesus' name. Amen. Amen. Even Jesus had to train his own disciples so that they could be skillful to carry the gospel to the world. They stayed with Jesus for 3.5 years. Mark chapter 3 verse 14. Mark chapter 3 verse 14. Amen. Amen. And he ordained the 12 that would be with him. Would be what? With him. And that he might send them forth to preach. Hallelujah. Before they were sent to preach, they stayed with him for training. Hallelujah. Hallelujah. I remember when I was a young man who just came out from school. And then I went all over. Then like this, the life was not good. I went to a place before. There are many work I did, but this particular work, where I was employed in Nyamakima, I didn't have any certificate. Nothing. So the first time they employed me, because it was a work, it was a shop of electricity. They told me, now your work will be in the field. So I was wondering, what is this field? Amen. Amen. So I was in Jamaa Mkono, and I had a fundi. So tukaenda pamoja tukaanza kupiga clips. Tower clips. Not tower clips, because they were metal clips. Nowadays they are called tower clips. The metal, that was metal. Nikapiga, nikaonyesha piga hivi, then nikapiga. Weka hii waya, nikaweka waya. Hallelujah. After 1 year, I was a full fundi. Ya stima. Hallelujah. Hallelujah. Through training. I didn't go to any school. But I know how to do that thing even today. Very smartly. That thing came through training. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If there is something you desire to do, you must go under somebody and train you to acquire the skill for your own breakthrough. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.
May you acquire skills in Jesus' name. Na upokee ujuzi katika jina la Yesu. May you acquire skills in Jesus' name. Na upokee ujuzi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hiyo biashara unafanya. Hiyo biashara unalita. Amen. Amen. Have you been trained? Je, umefundishwa? Do you have the skills? Je, una ule ujuzi? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That work you are doing. Hiyo kazi unatenda. Do you have skills? Je, una ule ujuzi? If you don't have skills, Kama huna ujuzi, work under somebody fanya kazi chini ya mtu so that you may acquire the skills. ili upate ule ujuzi. Amen. Amen. You know, watu wanaona kufanya kazi chini ya mtu ni kama utumwa. You are gaining skills. Unapokea ujuzi. Amen. Amen. You are gaining what? Skills. Skills. Hallelujah. Hallelujah. I still have some few minutes. Naona kuna kadhaa. Let us now see Hallelujah. Hallelujah. Let's see 7 keys to open doors. Tuone funguo 7 za kufungua milango. 7 keys towards open doors. Funguo 7 za kufungua milango. Hallelujah. Hallelujah. So I've dealt with the spiritual demands and practical demands. Ninaongea kuhusu kuamrisha kwa kiroho na kuamrisha kwa kiasi. Today we are going to look the keys to open doors. Leo tunaangalia funguo za kufungua milango. Number 1 key Funguo ya kwanza is an open heart to God. ni moyo uliofunguka kwa Mungu. Any heart which is open to God, Ile moyo ambao umefunguka kwa Mungu, God will open your life. Mungu atafungua maisha yako. Amen. Amen. God said somewhere, Mungu akasema mahali, don't harden your heart. usifanye moyo wako kuwa mgumu. Amen. Amen. Don't harden your heart, Usifanye moyo wako kuwa mgumu. because God wants to give you rest. Ndio Mungu anataka kupatia pumziko. But many people closes their hearts, Lakini watu wengi hufunga mioyo zao. and therefore keys cannot be delivered to them. Na kwa hivyo funguo haziwezi peana. If you want to enjoy open Kama doors, unataka kufurahia mlango uliofunguka, open your heart to God. fungua moyo wako kwa Mungu. And there's 2 ways to open your heart to Na God. kuna njia mbili za kufungulia Mungu moyo wako. Number 1 Ya kwanza, is receiving Jesus as your personal Savior. mpokea Yesu kama mwokozi wako. If you hear His voice Ukisikia sauti yake, and open your heart, ufungua moyo wako, you enter ataingia and salvation will come. na wokovu utakuja. Number 2, Ya pili, after salvation, baada ya wokovu, open your heart fungua moyo wako to the Word of God, kwa neno la Mungu, to the voice of kwa God. sauti ya Mungu. As you open your heart, Unapofungua moyo wako, God shall open your Mungu doors. atafungua milango yako. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, open your heart to God. Ambie jirani yako, fungulia Mungu moyo wako. God is the one who has the keys for your life. Mungu ndiye ana funguo za maisha yako. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The moment you refuse to open your heart to God, Ule wakati unakataa kufungulia Mungu moyo wako, you are telling God to close the doors for your life. unaambia Mungu afunge milango ya maisha yako. Amen. Amen. Revelation chapter 3 verse 7. Ufunuo sura 3 mstari wa 7. Revelation chapter 3 verse 7. Ufunuo sura 3 mstari wa 7. And to the angel of the church of Philadelphia, write these things, say he that is holy, that is true, and he that had the key of the devil, he that opened and no man can shut, and shut and no man can open. Amen. Amen. Say Jesus Yesu has the key of my life. anafungua maisha yangu. Whatever door opens by Jesus, no one can shut it. Ule mlango ambao Yesu amefungua hakuna naye. Whatever door closed by Jesus, no one can open it. Ule mlango ambao umefungwa na Yesu hakuna mlango. So it is wise enough Lakini ni bora ama to hekima bora open your heart kufungua moyo to wako the one who possessed the key. kwa yule ambaye aliye na zile funguo. Amen. Amen. Open to his wisdom. Fungulia hekima yake. Open to his instructions. Fungulia maagizo yake. And don't harden your Na hearts. usifanye moyo wako kuwa mgumu. They hardened their hearts. Walifanya moyo wao kuwa They mgumu. never entered to the rest. Hawakuingia katika pumziko. Because he vowed. Kwa sababu aliapa. Because they were disobedient. Kwa sababu walikuwa waasi. I'll never open the door for their rest. Sitafungua milango yao ya pumziko You yao. can go and read that in the book of Hebrews chapter 4. Unaweza soma katika Ibrania sura ya 4. Amen. Amen. The moment you open your heart for God, Ule wakati unafungulia Mungu moyo wako. you are telling God, I want my life to be open. Unaambia Mungu nataka maisha yangu yawe yamefunguka. Number 2, Jambo la pili, you must continue to grow in spiritual understanding. lazima uendelee kukua katika kuelewa kwa kiroho.
You must understand things. Lazima uelewe mambo. There are things you need to understand Kuna mambo unafaa kuelewa. for you to move forward. Ili wewe usonge mbele. For you to enjoy life. Ili ufurahie maisha. Galatians chapter 2 verse 2. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 2. Galatians chapter 2 verse 2. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 2. Paul said, Paulo akasema, can you see, read what it says? He said, I went up by revelation. Hallelujah. Amen. For you to go up, ili wewe uende juu. for doors to open for you, Ili milango ifungue kwa niaba yako. it will open by what you understand. Itafungue kwa kile unachoelewa. Revelation. Ufunuo. Revelation is spiritual understanding. Ufunuo ni kuelewa kwa kiroho. Revelation is the light of Ufunuo God. ni mwangaza wa Mungu. What you are able to see Kile unachoweza kuona is what God will commit to give it to you. ndio Mungu anajitia watu ama As far as your eye can see, mbali jinsi macho yako that is yanaona. what you commit God to open for you. Hiyo ndio Mungu atakayefungua kwako. Amen. Amen. Spiritual understanding Kuelewa kwa kiroho is a must ni lazima to anyone who want to enjoy supernatural breakthrough. kwa kila mtu anayetaka kufurahia upendo wa kiroho. My people are destroyed for lack of knowledge. Watu wameangamizwa kwa kosa hekima. So the destruction of God's people Kwa hivyo kuangamizwa kwa watu wa Mungu is lack of spiritual understanding. tunakuwa na kuelewa kwa kiroho. Because if they understand better, Kama wangeelewa bora, they will live better. wataishi bora. Hallelujah. Haleluya. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. So light Kwa hivyo nuru open doors inafungua milango to anyone who access kwa yeyote anayepata revelation. ufunuo. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Acts chapter 12 verse 7. Matendo ya Mitume sura Acts chapter 12 verse 7. Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa 7. And behold, the angel of the Lord came upon him, and the light shined in the prison. Say the light shine in the prison. Sema nuru ikang'aa kule gerezani. Amen. It doesn't matter which kind of prison you are in. Haijalishi katika hali gani ya jela. When revelation enters, Wakati ufunuo unaingia, that spiritual prison hiyo jela ya kiroho must give way. lazima ipeane njia. Must give way. Lazima ipeane njia. It happens that the light shone in the prison, and his small Peter on the side, and raised him up, saying, arise quickly, and his chains fell off from his hands. Verse number 8. And the angel said unto him, gird yourself and bind your sandals. So he did, and said to him, cast thy garment upon thee and follow me. Verse 9. And he went out and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, and thought it was a vision. Verse 10. And when they have passed the first and the second ward, they came into a prison gate, and he lead him into the city, which opened to them in his own accord. Hallelujah. You need revelation for doors to open for its own accord in Jesus' name. Unahitaji ufunuo ili milango ifunguke kwa niaba yako katika jina la Yesu. Amen. Amen. The light came. Mwangaza ukaja. Chains fell. Minyororo ikaanguka. Doors open. Milango ikafunguka. You need revelation. Unahitaji ufunuo. Spiritual understanding. Kuelewa kwa kiroho. Hallelujah. Hallelujah. Number 3. Jambo la tatu, You must be committed to serve God and His interest. lazima uamue kutumikia Mungu na mapenzi yake. Serving God and His interest. Kutumikia Mungu na mapenzi If yake. you want God to open doors for you. Kama unataka Mungu akufungulie milango. Matthew chapter 6 verse number 33. Mathayo sura 6 mstari wa 33. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Matthew 6:33. Mathayo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be what? Added to you. Amen. Amen. Until you serve Him. Mpaka umtumikie. God cannot open doors for you. Mungu anafungua milango kwa ajili yako. So there are doors waiting to be opened Kuna milango inangoja kufunguliwa. of miracle jobs. Ya kazi ya kimiujiza. If you have a work, Kama una that is an open door. kweli mlango umefunguka. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you get married, Kama uliolewa, that's another door which has opened. kweli mlango mwingine umefunguka. Amen. Amen. If your business is doing good, Kama biashara yako inaenda that's vizuri, another door that has opened. kweli mlango mwingine ambao umefunguka. Amen. Amen. Everyone who is here, Kila mtu aliye hapa, there is a specific door you want to open for you. kuna mlango anataka kufungua kwa ajili yako. So as you serve God, Unapotumikia Mungu, you are putting a demand unaamrisha for a certain door to open. kwa mlango fulani ufunguke. Amen. Amen.
You know you don't have any strength to open any door. Unajua huna nguvu yote kufungua. Only God has that capacity. Mungu pekee yake ana huo uwezo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us go to the book of Revelation chapter 3 verse 8. Ufunuo sura 3 mstari wa 8. Revelation 3 and 8. Ufunuo sura 3 mstari wa 8. Hallelujah. What? Can we read this one? This is a very interesting passage. Tuseme huu ujumbe ni mzuri sana. Want to go? I know. I've set you a what? An open. Who had done it? Say God. Mungu ametenda. And no man can shut it. Yes. For thou hast the strength and hast kept my words and hast not denied me. Because your strength is very small, Kwa sababu nguvu zako ni kidogo. it cannot open the door. Haziwezi fungua mlango. Only God can open the door for you. Mungu pekee anaweza kufungulia mlango. And therefore he says, Na pia anasema because you have kept his word umeweka umehifadhi and you have not denied him, na hujamkana, he has opened the door for you. amekufungulia mlango. Amen. Amen. As you continue to serve God, Unapoendelea kutumikia Mungu, keeping his word, ukiliweka neno lake, God is committed to open every door for you this month in Jesus' name. unajua kufungua kila mlango mwezi huu katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I see God opening doors for you in Jesus' name. Naona kufungua milango katika jina la Yesu. Shout, I hear. Sema nasikia. Praise the Lord. Now, let us go to number 4. Twende namba 4. For you to enjoy open door, Ili ufurahie milango iliyofunguka, you must be guided by God. lazima uongozwe na Mungu. Divine guidance. Uongozwe kwa kiungu. Divine guidance. Uongozwe kwa kiungu. If you are guided by the Holy Spirit, Kama unaongozwa na Roho Mtakatifu, you enjoy open doors. unafurahia milango iliyofunguka. Amen. Amen. Many people have guided themselves, Watu wengi wamejiongoza, but those who have been guided by God, lakini wale ambao wameongozwa na Mungu they enjoy supernatural breakthroughs. wanafurahia upenyo wa kiungu. Isaiah 48 verse 17. Isaia 44 mstari wa 17. Isaiah 48 verse number 17. Isaia 48 mstari wa 17. The Bible says here, Biblia inasema, hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are... No. This is not 17. sisi 17. Isaiah 48, 17. Isaia 44 mstari wa 17. Thus says the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord thy God. We teach thee to do what? Profit. How does it teach you to profit? Which leadeth thee by the way you should. Hallelujah. So it takes leading, guidance for you to enter to profit. Inagharimu kuongozwa ili uingie katika faida. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are entering to your own open doors by God's guidance in Jesus' name. Unaweza kufungua milango katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Psalms 23 from verse number 1. Zaburi 23 kuanzia mstari wa kwanza. Amen. Amen. For you to enjoy open doors, Ili ufurahie milango iliyofunguka, God will always go ahead of you Mungu ataenda kila wakati mbele yako. to break every chain, every gates. Kuvunja kila minyororo na kila milango. Amen. Amen. So God is the one who goes before you, Mungu ndiye anaenda mbele yako and you are the one to follow. na ni wewe unamfuata. Amen. Amen. So following God is what called divine guidance. Kufuata Mungu sio kuongozwa. Amen. Amen. If you don't follow God, Kama uongozi Mungu, then you are not guided. sasa inamaanisha He's the haujaongoza. one who goes ahead of you Anaenda mbele yako. to break every door, Kuvunja kila milango, every gate. kila lango. So as you follow his guidance, Unapofuata kuongozwa kwake, he's leading you where he has already opened doors for you. anakuongoza mahali amefungua milango yako. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why it is very important Kwa hiyo ni ya kumaanisha to sana be guided by God. kuongozwa na Mungu. Because if you follow him, Ukimfuata, you surely find blessings awaiting for you. hakika utapata baraka zimekungojea. Amen. Amen. Psalms 23 verse number 1. Zaburi 23 mstari wa kwanza. The Lord is my shepherd, I shall not want. Verse 2. He make me to lie down in green pastures and lead me where? Beside still waters. Hallelujah. For you to access your blessings, Ili upate baraka zako, open doors, milango iliyofunguka, you must be led by God. lazima uongozwe na Mungu. God must lead you. Mungu lazima akuongoze. Amen. Amen.
I have done some research Nimefanya research by looking to this wilderness thing. nikiangazia mambo ya jangwani. Amen. Amen. And I've come to realize Nimekuja kugundua lion is the strongest animal. simba ndiye mnyama aliye na nguvu kabisa. It doesn't have a shepherd. Lakini hana mlinzi. So it goes to make battles by himself. Anaenda kupigana vita yeye mwenyewe. Even where he goes, Mpaka mahali he anapoenda. doesn't know if there is danger. Hajui hata kama kuna ile shida. Amen. Amen. If he finds himself in the midst of buffalo, Akipata kwa katikati ya amen, buffalo, atararuliwa atatoka na mascars. kumana na ile ma. Amen. Amen. That is lion for you. Huyo ni simba kwako. You never see a lion without a scar, Hautaona simba kuna because there is nothing to lead him. kwa sababu hakuna kitu cha kumuongoza. Amen. Amen. But when I look to the life of a sheep, Lakini tukiangalia ile maisha ya kondoo. I saw the life of a sheep is more better than a lion. Bora maisha ya kondoo ni bora kuliko ya simba. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The shepherd knows where the danger is, Mlinzi anajua mahali shida iliyo. and then he leads the sheep to safety. Anaondoa kondoo wake waenda mahali palipo safe. Amen. Amen. So I came to realize Nimekuja kugundua lion is a conqueror, simba anashinda. but the sheep is more than a conqueror. Lakini kondoo ni bora kuliko simba. Ni zaidi ya Hallelujah. Amen. Because he's following the shepherd. sababu anafuata mlinzi. So he doesn't need to sweat. Kwa hivyo hafai kutoa jasho. Just follow. Kufuata tu. Just follow. Kufuata tu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You know there are some people who are saying we are lions. Kuna watu ambao wanasema wao ni simba. I know how to do this business. Sasa jinsi ya kufanya hii biashara. So anaingia. Akaingia. Anapata crash moja. Mguu inakuja kama imegomba. Wana crash mguu. Kulienda aje? Sisi wanajua hiyo biashara inakaanga hivyo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, follow the shepherd. Ambia jirani fuata mlinzi. Follow who? Follow the shepherd. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Naangalia hizo documentaries za World Peace. And the way I see a lion comes, zingine zimegongwa mainjury. Amen. Amen. Hallelujah. Because there's nothing to take care of that lion. Kwa sababu hakuna kitu cha kutunza yule simba. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Live like a sheep Ishi kama kondoo. and you enjoy life in Jesus' name. Ndio fanya maisha katika jina la Yesu. Glory to God. Tukufu kwa Mungu. Number 5. Jambo la 5. Continue to love God and His house. Endelea kupenda Mungu na nyumba yake. The more you love God, Zaidi unavyopenda Mungu, the more you love to come to His house. zaidi unavyopenda kuja kanisani. You are telling God, Unaambia Mungu, I need to enjoy open doors. nataka kufurahia milango iliyofunguka. Number 6. Jambo la 6. Continue to grow in power. Endelea kukua katika nguvu. There are doors which can only open by power. Kuna nguvu kuna milango inayofunguka tu kupitia nguvu. We have the enemy that's called the devil. Kuna yule adui anaitwa shetani. Amen. Amen. The work of the enemy Kazi ya adui is to close door against you. ni kufunga milango kinyume na wewe. So you need to grow in power. Wewe unafaa kukua ndani ya nguvu. There are levels of power, Kuna viwango za nguvu. but we need to grow in power Tunafaa kukua tukiwa in the altar of prayer and fasting. katika madhabahu ya kufunga na kuomba. Amen. Amen. In order to break every satanic doors, Ili tuweze kuvunja kila milango ya shetani. every satanic hindrances, Ufunguku wa shetani. in Jesus' mighty name. Katika jina kuu la Yesu. And number 7, Na ya 7, we need to grow in faith. tunataka kukua katika imani. As you grow in faith, Unapokuwa katika imani, all things become possible. mambo yote yanawezekana. Amen. Amen. With God, Kwa Mungu, all things are possible. mambo yote yanawezekana. And also to the one who believes, Na pia kwa yule anayeamini, all things are possible. mambo yote yanawezekana. That means all doors can open. Bila maisha milango yote inaweza funguka. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. With those 7 keys, Kukiwa na hizo funguo 7, this month, mwezi huu, I see your doors opening for you in Jesus' name. kuna milango ifunguka katika jina la Yesu. I see your doors opening for you in Jesus' name. Milango ifunguka katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Let us be on our feet Tusimame kwa miguu yetu. as we are being led